Niombe sana wazazi tuwasimamie vijana wetu waweze kusoma. Tulisema kwenye maelezo yetu wakati ule tukipita kuomba ridhaa, moja kati ya mkakati wetu kwenye jimbo hili la Kiwani ni kuhakikisha tunaimarisha tahfidhil Qur'ani ndani ya jimbo la Kiwani. Takbir. Lakini tukasema kabla ya kwenda kwenye hatua hiyo, lazima mazingira ya madrasa tuyaweke vizuri. Lile eneo tulilokuwa nalo hapa leo, naliona kwenye macho yangu, lile banda lilokuwa hapa kwa kweli halikuwa na mazingira mazuri. Lakini leo vijana wetu alhamdulillah, na wazazi tumefurahi kwa sababu madrasa yetu sasa ina mazingira mazuri. Hii tutaitumia kwa shughuli zetu za kidini, lakini na shughuli zetu za kijamii tutaweza kupata eneo zuri la kutumia kwenye eneo hili. Sasa niwaombe wazazi tuwasimamie vijana wetu katika kuhifadhi na kukiendeleza kitabu chetu hichi, kuhakikisha kwamba Qur'ani inasomwa vizuri, lakini inahifadhiwa kwa mujibu wa utaratibu na miongozo yake ilivyo. Madrasa hii leo sote tunafurahi, ni mpya, imependeza, si ndivyo? Lazima tuitunze miundombinu hii. Tuna vyoo kule vizuri kabisa. Tusije tukapita hapa tunakwenda kule vyooni hakwendeki. Lazima kamati muweke utaratibu wa kusimamia usafi lakini na matunzo ya hii madrasa. Naamini Kiwani mtajipanga vizuri kuhakikisha madrasa hii hata tukipita baada ya mwaka basi inaendelea kupendeza hivi hivi na inaendelea kutoa taswira nzuri kwa dini yetu, lakini na kwa kitabu chetu kitukufu cha Qur'an. Si ndivyo wana Kiwani? Kwa hiyo mkiitunza hii, maana yake tutakuwa tumeendeleza katika kuimarisha mustakabali mwema wa kuitunza dini yetu na kuiendeleza, kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu stahiki ya dini yetu bila ya matatizo yoyote. Ujenzi huu wa madrasa wenye vyumba 4 vya kusomea, ofisi ya mwalimu pamoja na vyoo 8 ulianza rasmi tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026. Baada ya kukabidhiwa rasmi kwetu sisi na kumalizika rasmi tarehe 2 mwezi wa 3 2026. Wastani wa utekelezaji wa ujenzi huu ulichukua mwezi mmoja na siku 10. Hii ilitokana na jiografia ya eneo wenyewe la ujenzi. Na kwa jumla ya pesa zilizotumika ni shilingi milioni 67,150,000. Pia katika ujenzi huu miundombinu yote inayohitajika imekamilika, ambayo ni maji, umeme. Pia tumeweza kuweka meza katika ofisi ya mwalimu pamoja na viti. Tunashukuru, alhamdulillah, makamo ametufanyia la kheri na Mwenyezi Mungu anlipe ujira wake. Tumefurahi sana tu kupata madrasa kama hii alotufanyia makamo, kwa sababu madrasa yetu ilikuwa ni ndogo, lakini tunashukuru sasa hivi alhamdulillah, Allah anlipe ujira wake pamoja na wazee wake na azidi kumpandisha cheo hapo alipo apande zaidi. Sisi Wanahidaya tunashukuru. Kama mimi ni miongoni mwa viongozi wa madrasa hii, tumeupokea msaada wake na tunazidi kumwombea kheri yeye mheshimiwa, lakini kwanza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye ni Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunawatakia kheri na Mwenyezi Mungu awasaidie katika majukumu yao, awape wasaidizi ambao watawasaidia na kuwaongoza waendelee kuongoza vizuri na kutuongoza vizuri. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.